na uzuri ni kwamba wapinzani ama mpinzani ambaye tunapigania naye ubingwa kwa maana ya JKT Queens bado tuna mchezo naye mmoja mkononi. Kwa hiyo mimi na yeye, kwa maana mimi na JKT ama sisi na JKT, ndio mechi itakwenda kuamua nani aondoke na ndoo msimu huu. Kimwangalia Yanga Princess bado yuko chini sana. Kabla mechi leo tulikuwa tunampita pointi 10, ametufunga hii leo, maana yake ni kwamba tumemzidi pointi 7. Pointi 7 ni gap kubwa sana kwenye ligi kama hii yenye ushindani. Kwa hiyo JKT kabla mechi leo tulikuwa tunamzidi alama 2. Kwa kupoteza huku yeye akishinda mchezo wake, maana yake anakaa juu kwa alama 1. Kwa hiyo vita rasmi inakuwa ni baina ya Simba Sports Club na JKT Queens. Timu ndogo inapoifunga timu kubwa lazima wapate furaha kama hiyo. Lakini kwa maana ama ukiniambia wana ndoto za ubingwa ni ngumu. Kwa hiyo walichokifanya wao wametimiza malengo yao. Malengo yao ni kumfunga Simba. Kwa hiyo wana kila sababu ya kusherehekea, na hiyo ni hulka ya timu ndogo. Anapofanikiwa kuifunga timu kubwa lazima aselemuke. Sisi tunarejea katika uwanja wa mazoezi. Yes, mtazamaji wa Uondo TV, hicho ndicho alichokizungumza afisa habari wa Simba Sports Club, lakini pia ni afisa habari wa Simba Queens baada ya timu ya Simba Queens kupokea kichapo kizito kutoka kwa Young Princess goli 1-0, lakini semaji la kafu Ahmed Ally ameweza kufafanua kwa kiasi kubwa, lakini unaweza ukasema kwamba ameukubali mziki wa timu ya Young Princess kwa kiasi kikubwa kulingana na maneno mazito ambayo ameyazungumza. Ally ametoa neno zito kwa kiasi kikubwa, lakini to be honest ni moja kati ya game ambayo ilikuwa kupishana kwa kiasi kubwa, kwa sababu Young Princess ni moja kati ya timu ambayo maybe watu wamekuwa wanaizungumza kwa kiasi kubwa kama haina muendelezo kuweza kustruggle mbele ya Simba Sports Club, kwa sababu kwenye ligi ya wanawake maybe timu mbili ndio zimeonekana kuwa dominant kwa kiasi kubwa au kumiliki maybe utawala. Unaizungumzia maybe Simba Queens, lakini pia unaizungumzia JKT Queens ambao timu ambazo zimeonekana kuwa kama dominant kwa kiasi kubwa, lakini katika siku kubwa leo unaona kwamba Young Princess wamefanikiwa kwa kiasi kubwa kuweza kupata ushindi, na ni ushindi ambao umewaboost kwa kiasi kubwa, kwa sababu ni kama unawapa hamasa au motisha kwa kiasi kubwa kwamba kitu gani ambacho wanaweza kufanya. Kwa hiyo to be honest kwangu mimi, of course na respect namna ambavyo Young Princess namna ambavyo wamejitahidi kwa kiasi kubwa kuweza kuifunga Simba, lakini nafikiri Simba Queens bado wanayo nafasi ya kuweza compete kwa kiasi kubwa ndani ya msimu huu, kwa sababu ukijaribu kuangalia kwenye ligi ya wanawake ambao tunasema kwamba ni timu mbili ambazo zimeonekana kwa dominant, maybe JKT Queens pamoja na Simba Queens ndio zimeonekana kuwa na utawala kwa kiasi kubwa. Hii kichukua ubingwa, lakini unaiona pia Simba Queens na badichana na JKT, lakini Young Princess ni timu ambayo bado ipo kwenye ile system ya kusaka kwa kiasi kubwa kujua kwamba kitu gani ambacho inaweza ukakifanya kwa kiasi kubwa na kuweza kuchukua ubingwa maybe 2024-25. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo TV, Uondo Michezoni. Mimi naitwa Dan Jereba, the best presenter wa Uondo TV. Kikubwa ambacho nakushauri mtazamaji wa Uondo TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa zote za kimichezo.